zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 4 ya Pasaka mwaka C. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 14 na aya ya 43 hadi 52. Somo la pili ni kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 7 aya ya 9 na aya ya 14 hadi 17. Injili ni ya Yohane sura ya 10 aya ya 27 hadi 30. Dominika ya 4 ya Pasaka mara nyingi huitwa Dominika ya kuombea miito ya upadri, utawa na ndoa takatifu. Wengine huiita Dominika ya mchungaji mwema. Injili yenyewe inamuonyesha Yesu akijitambulisha kama mchungaji mwema. Yeye mwenyewe alisema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua nao wanifuata. Kuna mfano mzuri wa wachungaji wa wanyama ambao wachungaji wa watu wa wanadamu wanapaswa kuiga, ambao ni mifano mizuri. Kwa mfano, wanyama huwa wanasikia sauti ya mchungaji wao, wakisha zoeana, wanaitambua. Na mchungaji mwenyewe anatambua haraka haraka sauti ya kondoo, akisha mzoea. Na hata akiwa hatarini, mchungaji anatambua kwamba yuko hatarini, anawahi kwenda kumlinda na kumuopoa. Na wakati mwingine anaweza akawa amevamiwa, na wakati mwingine anaweza akatoa sauti ya njaa kwamba anadai kitu. Kwa hiyo mchungaji ni mwepesi kutambua sauti ya mnyama. Lakini kitu kingine, wanyama wanamjua mchungaji wao, lakini pia na mchungaji anawajua. Wanyama wanamfuata wakimuona, lakini mchungaji pia anapoona kwamba wanaelekea kupotea, anawafuata na kuwarudisha zizini. Wakati mwingine mchungaji anahatarisha maisha yake kwa ajili ya mifugo yake. Anaweza kahatarisha maisha yake, na wakati mwingine wanyama akapambana nao wakamuua mchungaji mwenyewe. Ndiyo maana Yesu mwenyewe alihatarisha maisha yake kwa ajili yetu sisi wanadamu. Alikufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo mfano wa wachungaji na wanyama, wachungaji na mifugo, hiyo mifano tunapaswa kuiishi kama wachungaji wa wanadamu. Tunapaswa kuwa na majitoleo kwa ajili ya kundi, kwa ajili ya kanisa, wanakanisa. Tunapaswa kuwafuata, kuwarekebisha wakiwa wanaelekea kupotea. Tunapaswa kuwalisha kwa neno la Mungu, kwa mafundisho, ili waweze kupata mwanga, wasitembee gizani. Na tunapaswa, wachungaji wanapaswa kuwalisha kwa neno na kwa sakramenti ambazo zinawaletea uzima wa milele. Anajitahidi mchungaji ili waamini wasipotee, wasifuate wale ambao wanaenda kuwapoteza. Lakini pia inapokuwa kuchunga wanadamu, mipaka inakuwa pana zaidi. Inakuwa pana zaidi, sio kusema haka ni kakundi langu, kwanza unapaswa kutambua kwamba ni kundi la Mungu. Lakini pia unapaswa kuwa mwanga hata kwa wengine ambao wako nje
la kanisa lako. Wale ambao huenda ni wapagani, huenda ni makanisa ambao wanatembea gizani, ukitoa mwanga wa kutosha, wanaweza wakafuata huo mwanga. Ukusema ukweli, wanaweza kufuata huo ukweli. Wakaona njia sahihi ya wokovu. Ndio maana sio kuishia kwenye kakundi la kako. Ndio maana kitabu cha Ufunuo ambacho tumesomewa kama somo la pili kutoka kitabu cha Ufunuo, tunasikia kwamba waliookoka ni watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha. Kumbe mipaka inapaswa kupanuka. Na ndivyo walivyofanya mitume Paulo na Barnaba. Hawakuishia kwenye kundi lao, hawakuishia kwenye kundi la Wayahudi. Walivuka mipaka mpaka wakaenda kwenye mataifa mengine. Na kila mbatizwa anapaswa kujisikia kwamba maneno yaliyo ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13, haya maneno yanamhusu kila mbatizwa. Nimekuweka uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Basi tumtakie utume mwema Baba Mtakatifu mpya ambaye ni mchungaji wa kanisa zima. Tuwatakie utume mwema maaskofu wote ambao ni wachungaji katika majimbo, hasa katika majimbo yao, na tuwatakie utume mwema mapadri ambao ni washirika wa maaskofu nao ni wachungaji kwa namna yao. Tuwatakie utume mwema kila Mkristo, kila mbatizwa, kwa sababu anaweza akasaidia wokovu wa jirani, akamsaidia kuona mwanga na kupata uzima wa milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.